know so many people don't like about giving, anything to do with giving, because tithing is a part of giving. I know that. But those who do not like it, they are not here. Even they are not watching. In Jesus' name. Simsema amen. Oh, muko. Oh, kumbe muko. Ni sawa. Wewe sikiza tu, bora usifunge masikio. Today, I want to talk about tithing, and specifically, I want to talk about spiritual problems. Spiritual problems that non-tithers has. They are physical problems. They are emotional problems, social problems. They are problems of many types. But today I want to talk about spiritual problems. Shida za kiroho. Za watu ambao hawapendi kutoa fungu la 10. Kuna shida mingi za kiroho. Especially in this season of COVID-19, whereby people are saying jobs zimeharibika, business zimeanguka. There are a lot of spiritual problems arising. There are a lot of spiritual problems coming through. And this topic of giving or tithing, it is being fought not even by the people that are not in the church, but is fought by the people that are in the church. Making matters worse, some pastors, they fight it. Some men of God, they fight it. Some women of God, they fight it. Christians that are born again, they are speaking in tongues, they fight it. So I have come with a message from heaven. It is up to you to take it or leave it. It is not by force. It is not by power. It is you to take it or leave it. And I want to tell you, decisions are very personal. Make the right one or the wrong one according to your personality or to your character. And the Bible says, I have given unto you death and life. Therefore, choose life for you to live. So God never forced anyone grace to choose life. God gave you an option to choose life or death. And you have to either choose one. You either choose life or you either choose death. Whichever you choose is none of the business of God, because he gave you liberty to choose. So it is up to you to choose giving and endorse it and work with it, or it is up to you to say, I will never give, and nobody will take a stick and beat you up. It is a personal decision. When I'm preaching about tithing or giving, I'm not preaching about it because I want you to give. I preach because it is the word of God, it is in the Bible, and I'm teaching because it's part of the gospel. I'm not teaching this for you to start tithing or to start giving. No. And I usually tell people, and I'm not bragging and I'm not proud, I am a working pastor. I don't depend on offerings and tithes, which I am supposed to be depending on 24/7. But I don't. Why? Because the Christianity of now, they don't want to hear anything called giving. The Christianity of now, they don't want to hear anything called money to come to church, because they think we are stealing, we are enriching ourselves. Hata kuna mtu nimeona akisema, sasa preach about tithing because I wrote it in the morning. Preach about tithing, watu wako watoe urudi Malindi. For your information, I was not in Malindi with the money of the church. I was taken there to work, and I hope you saw the company I'm working for, and they paid my expenses. All of them. Okay? All right, church. All right, church. Hakuna sadaka yako hata moja ilikuwa Malindi. All right, church. I was written a check. All right, church. And it took me to Malindi. All right, church. Kwa nini mnaniangalia hivyo? Wacha niseme na swag because I'm proud of it. Bwana Yesu asifiwe. What I want you to get is the word of God. You cannot enrich anyone. You can only enrich you, not anyone else. You can only enrich you, Grace, not Prophetess Monica, not any bishop or pastor. You can only enrich you. And I want to clarify here, as men and women of God, eating tithes and offerings, it's part of us. We are given permission to eat. I will say this with a lot of courage because I don't fear. I will say this because I'm a prophet. So many pastors wamefinyiliwa hawaongei. We are given permission. I'll be showing you biblically to eat from the altar, to eat from the offerings, to eat from the tithes and the seeds and the sacrifices that you give. We are given permission.
and actually not a permission. We are commanded to eat from the altar. So when you see a pastor eating that offering you think he's eating, or eating that tithe that you think they are eating, they are not doing wrong. They are doing right. Tell your neighbor they are doing right. Up to there, are we together? Muulize neighbor, up to there unabarikiwa ama unasikia kutoka kanisa? Unasikia kutoka kanisa, mwambie mlango imefunguliwa by the way. Mlango iko wazi. Mwangalie mwambie mlango iko wazi. So we are given permission. So don't think that grace, mkitoa sadaka, naendaga kwa ofisi yangu ama kwa bedroom yangu, nachukua hiyo sadaka, alafu namwambia Mungu Baba katika jina la Yesu, watoto wako wametoa sadaka, sasa chukua sadaka hii ninakupatia juni yako. No, Mungu hakuragi sadaka na haiwezi enda juu kwake. As we represent God here to eat it. Hey, prophetess, onaduraigwa thoni. Yes. Why should I hear thoni? And I'm employed by God. I am employed by God to preach. Nimeajiriwa kazi na Mungu nikuhubirie. Kwa hivyo akiniajiri kazi, ananilipa mshahara. Mshahara wangu unatoka wapi? Kwa wewe una benefit kutoka kwa neno. Kwa wewe una benefit kutoka kwa mafundisho. Lakini watu wengi wamekataa kulipa mishahara ya wachungaji. Watu wengi wamekula fungu za 10, watu wamekataa na sadaka, anakuja na 50 kamezeka kakana sellotape akiwa na dhao kwa mfuko kwa sababu tu ni kanisa anatoa. Lakini akienda salon ama kununua nguo ako sawa kutoa kwa kitabu na hesabu hivi. Paka anaweka mate na kuswipe card. Lakini ikifika ni church, hey Jesus, sasa nataka nikufunze. The problems and not physical, they are very spiritual problems that non-tithers have. Na ndio maana unapata wako na shida ya kutoa fungu la 10. Number one spiritual problem is that they don't pay tithe because they are disloyal to God. They are disloyal to the church. They are disloyal to their pastor. John 12 verse 4 and 5. The people that do not pay tithe, they have a spiritual problem called disloyalty. Disloyalty is very spiritual. If you are a disloyal person, even at your working place, it is very spiritual. So a lot of people, they do not pay tithes because they have a problem called disloyalty. Ask your neighbor, for me, are you loyal to God? Leave alone loyal to the pastor. Muulize, are you loyal to God? Anasema aje? Muulize, are you loyal to your church? Muulize, are you loyal to your pastor? John 12 verse 4 and 5. Franco, uko hapo leo? Unatupia verse? Ama tu, oh, sawa. Si tusome. Want to go? But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's sons, who would betray him, said, verse 5, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and give to the poor? Ni mafuta ililetwa Yesu na ilikuwa very expensive na ilikuwa inanukia vizuri. Lakini Judas maana alikuwa disloyal. Geukia jeni mwambie wewe sio Judas na hautakuwa Judas katika jina la Yesu. Simwambie, you are not Judas, you will not become Judas. If you are Judas, I deliver you by fire of the Holy Ghost in Jesus' name. Judas is that person that will see Jesus is benefiting too much. Chanishuke. Judas is that person that will see Jesus is benefiting too much. How can you use a bottle that is so expensive on one person? How? Why don't we sell it? Tuuze, tupate pesa, tuende tukasaidie wenye maskini. Tuende tukasaidie. Hata hivyo, by the way, kuna majudas wengi sana. Naonanga watu wakisema, wewe unafaa kusaidia the poor. Hiyo pesa uliingia nayo ndege kwenda Malindi, unafaa kwenda kuona wasiojiweza. Naendaga every Friday. Okay, I balance my life. Na sio must niende kasi sitaki. By the way. But I know the truth. So, Judas akasema, kwa nini siuzwe hii chupa na inaweza toka 300,000? Ilishe maskini. Hao ndio majudas ambao watu wangi fungu la 10.
Maana anafikiri Nicholas akishatoa fungu la 10 ametajirisha Yesu sana. Judas alifikiria Yesu akipakwa hiyo mafuta ata benefit sana. Na tuko na watu wako na shida ya kiroho ya kukua disloyal. Anaona kwamba hawezi toa fungu la 10 kwa sababu gani? Ni pastor ata benefit. If there is anyone you are benefiting when you are tithing, it is you. Not God, not your pastor. It is you. Tell your neighbor, it is the bitter truth. It is the bitter truth. Yesu akawaambia, mimi niko na nyinyi kwa muda mchache. Maskini mtaishi nao hapa. Kwa hivyo mko na wakati mwingi wa kupatia maskini. Mimi nikiondoka mtanipea lini? Yesu akawaambia, maskini hawataisha. By the way niwaambie, maskini hawataisha. Hata ukikufa wengine watazaliwa. Hawatawaisha. Wataisha dunia ikiisha. Na waliumbwa na purpose na reason na Mungu. Kwa sababu wote tukua matajiri, kutakuwa aje hii dunia? Niulizie jirani, nyote mkuu wa Runda, mnataka nani akae na huko hivyo Korogocho? Mkiokipai nyote Kileleshwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna level Mungu alibalance. Na Mungu aliweka hivyo. Na ndio maana Biblia ikasema msaidiage maskini, maana Mungu alijua maskini watakuwa na wataishi. Ndio tukaamrishwa kuwasaidia. So a lot of people are disloyal. And disloyal people, they are very quick to give in funerals, to give in weddings, to give in a birthday party, to give in anything else. But when it comes to church, they don't. Tukisema hapa tunafanya mchango, atatoa 10,000 lakini hatawagi tithe. Tukisema hapa tunaenda kuona Zion's Children Home, atatupatia bell 5 za unga lakini hatoangi tithe. Huyo sio mtu loyal. Ukija nimwambie hata kama unatoanga kwingine na utoagi fungu la 10, you are disloyal. Si umwambie na hawezi akakuchapa. Si umwambie tu. Si umwambie tu. Mwangalie mwambie loyalty. Mwangalie mwambie loyalty. It is empowering the vision through your tithe. It is measured. It is measured by that. And that is why I tell you, if you're not a tither in PCC, you are a visitor. And we are not going to chase you away. We love visitors. So wageni wakiamua wasimame, na wewe pia usimamage hapo. Wageni wetu sasa, walio hapa tusimame, tuwakaribishe, hata wewe usimamie hapo. Kama utoangi fungu la 10. You that is watching me, even if you belong to another church, if you don't tithe to your church, you are a visitor there. Because tithing is what identify a serious member of the church. Not offerings, not seeds. Hizo unatoanga kila mahali. Na hizo ni free will givings. But tithe, you don't give, you pay. Tithe is a command. It is a command. Pay your 10%. And that 10% do not belong to you. It belongs to God. That is why it shows seriousness when you tithe. Leo kanisa imetulia kama maji iliyo ndani ya mtungi. Bwana Yesu asifiwe. Tithe will always give you a good picture of how loyal people look like. I know my loyal people. I know them. And that is why in some churches, your wedding will not be officiated until they go through tithing book. That is why mamako alikufa, pastor akakataa kuja mazishi na ukahama kanisa kwa sababu ya kujamu. Alipoenda kwa tithing hakukuona. We want pastors to participate in our special days. Dedication of the children, marriage officiating, burial, graduations, opening of the houses, dedicating cars and properties. But you don't want to tithe. But you need prophetess Monica in every special occasion to come as your pastor. Mwangalie mwambie it doesn't work like that. Mwambie it doesn't work like that. Na nimesema hivyo nikiwa katika jina la Yesu nimeokoka na nimejazwa na roho. Sija backslide bado. Number 2 problem. Mashida za kiroho. They don't pay tithe because they are rebellious. 1 Samuel 15. Samueli wa kwanza 15. They don't give because they are rebellious. They are rebellious. Rebellious people will never pay tithe.
They will never pay tithe. Let's see. Give us verse 21. Verse 21 of 1 Samuel. Tell your neighbor, rebellious people will never pay tithe. Are we there? Verse 21, the Bible says what? But the people took off the plunder, sheep and oxen, the best of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. Verse 22. So Samuel said, as the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, I obey in better than, behold, to obey is better than, come on, are we reading together? Is better than, and to eat than the fat of rams. Verse 23. For rebellion is as the sin of what? Come on, rebellion is as a sin of. Wangalia jirani mwambie, ukikataa kutoa fungu la 10, hiyo ni rebellion. Na wewe na mchawi hamuna tofauti, ni Biblia sio prof. Wewe na mwenye anapelekaga watu kwa uchawi hamuna tofauti. Ni Bible imesema ama ni mimi? Simuniambie. Rebellion is as the sin of what? So mwangalie jirani mwambie, wewe unatoa fungu la 10. Mwangalie mwambie, kama utoagi uko na kipepo kia rebellion. Na sasa wewe na wachawi mko WhatsApp group moja na usileft. Ati juu umesikia. Mwangalie mwambie usileft bio. Kuna watu wameanza kuleft. Glory to God. Hebu left your group. Hebu left sahi. Hebu left group ya wachawi katika jina la Yesu. Najua watu wanabindingi wachawi. Wacha niwaambie, ukibaini wachawi ujichunge sana. Usikuwe na wewe ni mmoja wao. Father, every witchcraft in my life, maybe you are one. Every witch, die by fire. If you are rebellion, already the Bible calls you. Yeah, inafanana. Kumaanisha inafanana, ni kumaanisha nini? Ni kitu kimoja. Mwangalie jirani mwambie, cancel witchcraft na witches. Don't fikiria mara 2-3. Unaweza kuwa wewe ni kamchawi kama maisha yako na unajikemea, alafu unaanza kuisha polepole, kuhuhoka polepole, tunashindwa ni nini inaendelea. Kumbe ni wewe unaenda ukibind. Alafu unakuja, pastor, the more I pray, the more things go down. The more I pray, the more naisha. The more I pray, kazi naisha. The more I pray, the more I pray. Why? The Bible says that rebellion is as the sin of witchcraft. If you are rebellious, not only in tithing, but in any area. Jesus. And stubbornness. Geukia jina mwambie, are you stubborn? Si umwangalie mwambie, are you stubborn? Up to now kuna vile hata hujasikia kenye prof anaongelea juu ya kiroho kingine hapo hivyo stubborn. Muulize, are you stubborn my brother? Anasema aje? Ukiona akuongereshi, jua sasa acha nisimalizie mtu asije akakwazika. And stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from being king. This is King Saul. King Saul was there, busy giving God sacrifices. Busy giving God sacrifices. But Prophet Samuel asked him, why are you too busy preparing a sacrifice? And yet you are not obedient to God. Don't you know that obedience is better than a sacrifice? So today, do not be rebellious and do not be lied. Kuna wahubiri wameinuka siku hizi, wanasema hamfai kutoa. Yesu alipokufa aliwatolea. Yesu alipokufa ni dhambi aliondoa, sio pesa alisema usitoe. Na hakuna amen kwa kanisa, lakini najua ya online kunayo. Yesu alipokukufia grace, ni dhambi zako aliosha. Hello. Nasema aje? Alikufa akakuondolea dhambi. Lakini hizi vitu zingine ni wewe ufanye. Are we together? Ni wewe uvunje laana za kwenu. Ni wewe uvunje generational curses. Ni wewe uredeem nyumba yako. Ni wewe work hard kwenu mashida zenye ziko zikufe. Ni wewe work hard umaskini uondoke kwenu. Ni wewe ufanye bidii ndoa zianze kufanya kazi kwenu. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Aliangikwa kwa
msalaba ili tuokokage. Hizi vitu zingine lazima utazifanya. Na ndio maana Biblia inasema, Gideon, go and destroy the altars of your father, rebuild the altars of God. You have to participate somewhere, my brother, my sister. Being born again doesn't mean that everything now is settled. It is not. It is not. Born again, let me tell you, being born again, it is work to do. Being born again, it is hard work. Tell your neighbor, it is hard work. Why do you wake up to pray? Why do you go for fasting? Why do you go for fasting? Why do you read your Bible? Why do you come to church? I want to show you that salvation is work. Being born again is work. That is why you come to church. That is why you fast and go to the mountain. That is why you pray every day. That is why you read your Bible every day. Why? Because it's a lot of work. If Jesus died for everything, you shouldn't be coming to church then. You shouldn't be praying. You shouldn't be fasting. Basi angekukufia mpaka fasting. Si hata yari fast 40 days. Basi ungesema hata alinifastia. But why do you read the Bible one part and dose it and the other part hauitaki? Tell your neighbor, for me, don't be rebellious. Muangalie mwambie, a rebellious person will never pay tithes. Na kuna watu kama Saul alikuwa amebebana na hizi vitu tunaambiwa. Alikuwa anaenda kutolea Mungu dhabihu, lakini roho yake ilikuwa imejaa rebellion spirit. Kuna watu mpaka wakisikia kanisa kuna jengo watajenga. Wakisikia viti zinanunuliwa watanunua. Microphone inanunuliwa na keyboard watanunua. Lakini wakisikia tithe inatolewa. Kwa sababu gani? Mawazo yao tithe inaenda kwa pastor. Hiyo ndio mawazo watu wako nayo. Sasa hiyo inafanya mtu aweze akatoa. Lakini akisikia tunanunua speaker, anauliza hiyo speaker ni pesa ngapi? Naweza nikanunua peke yangu. Hiyo nitanunua. Lakini ikifika kutoa fungu la 10 wanakataa. Kwa nini apostle? Kwa sababu nikitoa fungu la 10 ni prophetess natolea. Nikitoa fungu la 10 ni pastor na benefit. Lakini nikinunua speaker ni sisi tuna benefit kama kanisa. Let me tell you, that spirit is the spirit of Judas. Ishindwe kwa jina la Yesu. It is the spirit of Saul. Ishindwe kwa jina la Yesu. Can you say, my Father, my God, I pray that rebellion spirit will not be part of me. In Jesus' name. Can you shout a better amen? Can you shout a better amen? Can you shout a better amen? And rebellious people are very sweet, by the way. They are very sweet. Ukija nimwambie, they are very sweet hata kazini. They are so sweet. Wanajifichanga na kuwa na roho nzuri. Wanajifichanga hapo. But reality is that they are wicked. They are full of wickedness inside of them. I pray one prayer. Anyone that is here and those that are watching, if you hear the word of God and you choose life, may it happen in your life in Jesus' name. I say may it happen in your life in Jesus' name. Number 3, why non-tithers have the spiritual problems. We are looking at the spiritual problems. Siku moja nitawafunza the physical problems. Na utaangalia na useme na ni kweli. Watu wenye watoa fungu la 10 kuna shida physically zinaonekanaga. Unaweza ingia kwa mtu kwa nyumba na ujue huyu atoagi fungu la 10. Unaweza ona tu mtu hivi presentation ujue huyu atoagi. Ile nguo anavaa unajua huyo ni moishi. Ni moishi kaguaro. Kuna physical, nitakuja kuwafunza physical. Na utakuwa unajiangalia unasema hapo ni mimi. Hapo ni fulani, hata utaona. But today we are looking at the spiritual problems. Another spiritual problem is that they obey a section of the word of God. 2 Corinthians 8. They obey a section of the word of God. Neighbor, muangalie jirani mwambie situobey neno mzima. Na hapa ndio unaona watu wakisema 2 Corinthians tupatie chapter 8. Hapa ndio unaona watu wakisema tithing ni ya Old Testament. Tithing ni ya nini? Hao ni wale watu wanasomanga section moja ya kitabu, hawasomi Biblia yote. Na nikasema hivi, kama tithing ni ya Old Testament, 2 Corinthians chapter 8 verse 7. Franco, what is it? Hapa ni pale unasikia watu wakisema tithe ni ya Old Testament. I want to ask you a question. Can I ask you? Are you still having the Old Testament with you? Do you still have the Old Testament in that Bible? Why don't you cut it, remain with the new,
and throw away the old. Why? If tithing is for the Old Testament, you shouldn't be reading Old Testament ikiwa mzima. Wacha kuisoma basi. Wacha hata kusoma Deuteronomy 8:18. Remember the Lord is your God, for it is he who gives you power to make wealth. Hata hiyo acha. Acha hata hiyo. Kama Malaki inakuuma, ondoa hata Deuteronomy. Kama Malaki inakuuma, ondoa Chronicles. Kama Malaki inakuuma, ondoa Numbers. Kwa nini watu wa siku hizi tunachukua Biblia tunusu na tunagonga watu nayo, na tunagonga wachungaji nayo, tunagonga makanisa nayo? Bible inasema nini? But as you abound in everything, sema everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also. Kuna Bible ingine inaweza soma. Kuna another version. Nataka kusomoa another version. Ingine inatoa vizuri. Mtu amefungua hapo anisomee. Kuna mtu amefungua hapo? Okay. Good. Since you excel in so many ways in your faith. Tell your neighbor, I know you got faith. And I know you believe in God. And it is good. You gifted speakers. Mwangalie mwambie, I know you got a good speech. And that is why you got a job. Because you spoke well. And you received a job. Then the Bible says, your knowledge. Mwangalie mwambie, I know you are wise. And I know you love knowledge. So mwambie, I know you love knowledge. This is Paul speaking. And your enthusiasm. Hiyo ni nini sasa na Kiswahili? Hiyo ni hiyo. Sema hiyo ni hiyo. And your love from us. I want you to excel also in this grace act of tell your neighbor for me, Paul has understood people that they have excelled in everything. They are okay, they are good. But he realized, Judy, that they are not givers. There are people that are so good when they are talking here. When they are praying, they pray like they have a PhD in prayers. When they speak in tongues, it's like they have a diploma in tongues. When they come and represent here, they come and represent well. Paka nyota mnabaki mkisema, "Gai, mliona huyo mama venye aliimba? Mliona huyo mama venye alifanya? Mnaona huyo mwanaume venye aliongea?" There are people that they will do everything okay. And Paul realized those people, they were doing that. He was in a church and he was talking to them. He was telling them, "I have seen you love everything else, but you have forgotten the act of giving." Akawambia, endorse everything, abide with everything. Don't do something and you are not doing another thing. You are doing this so well, you are doing this very wonderfully, but you are not doing the other. There are people, they pray, they fast so well, they give their offerings so well. When we are going to the children's home, they will bring their bell of unga. When we are going to PM a hand of love, they will bring their chips, gunia ya chipo. They will do very good and very well. They come to church, they come early, they sit well, they carry their Bible, they lift their hands when Judy is singing the worship, they pray, they do everything. But when it comes to giving, that is what Paul is saying. Don't do part of things and leave others. Tithing is part of you. And the Bible says, as long as day and night, as long as the earth remains, day and night will never cease. Giving, harvesting, and sowing will never cease. Bwana Yesu asifiwe. Summer and winter will never cease. Wakati wa jua ikifika, kama saa hii kuna joto, kutakuwa. Wakati wa mvua ikifika, hutazuia. Hivyo huwezi ukazuia siku ikuje na usiku ingie. Hautawahi zuia kupanda na kuvuna. Hebu semeni amen. Hata kama hamjisikii, hebu semeni. Hebu ongezeni punch. Hebu ongezeni sauti juu. Tena juu. Tena juu. Sema ninasikia neno prof. Hebu niambie ninasikia neno prof. Nilianzia na kuambia kuna neno lingine likihubiriwa watu wanakuanga na mihango na usingizi. Nikiona ukilala na kuja mahali uko nikwambia acha kujifanya unalala, najua unasikia kila kitu. Lakini hakuna mtu analala leo. So tell your neighbor, do the entire word of God from Genesis to Revelation. Don't do parts of the word. Do the entire word. Another spiritual problem of the people that do not pay tithe is because they are greedy. Hey,
Proverbs 1:13. They are what? Niulizie jirani, are you greedy? You know what is greed? Greed is an excessive desire to acquire and possess more than you need. That is what we call greed. You want more than you need. And greed people, they will not pay tithe. Why? When they pay tithe, they think they will become poor. When they pay tithe, they think they will become poor. People that are greedy, they don't pay tithe. Because they think when I pay this tithe, I will be poor. Verse 13, the Bible says what? Think of the great things we'll get. We'll fill our houses with all the stuff we take. Alikuwa nawaambia, I want you to think of the great things, the wealth, everything that you see. Let us grab it and take it to our own house. Jump and go to verse 19. I don't want to read the entire. Go to verse 19. The Bible says what? Such is the fate of all who are greedy for money. It robs them of life. It robs them of life. Anyone who loves greed, they don't live for long. Any grabbers, they don't live for long. Every person that is so greedy, they do not live for long. They are blessings of giving. I have seen it work in my life. Just giving, I attract. Nicholas, when you give, you attract. But when you don't give and you are full, where will God put something? Give me these bottles, Apostle. Patie bottle moja. Patie. Nifungulie hii maji. Nifungulie hiyo bottle. Acha tufanye for example. Hii iko na kitu? Haina. Haya. Kwa sababu ishatolewa maji. Ikiwekwa maji itapata. Acha tuone. Inaingia ama haingi? Niambie, inaingia ama haingi? Inakubali ama imekataa? Pastor Judy, nitafutie nyingine imejaa. Imeingia ama haijaingia? That is what happens in the life of a Christian. When you empty, God fills your pocket. It is a reality. It is not something that I'm telling you ni kuchoche. It is called reality. I have seen it with my physical eyes. Leave alone spiritual. Spiritual ni kubwa sana. Physical eyes. I have seen God blessing me when I empty. I have seen God blessing me when I empty. Bwana Yesu asifiwe. Na tunadanganyika hapa. Hii chupa ya Pastor Judy si imejaa maji. Si imejaa. Sasa imekataa kutoa pesa. Hii ni ile mfuko ya greed people. Wanatakanga waone pesa kwa account. Anatakanga akiingia kwa account kake anapata 200,000 ziko hapo, hazifanyi kitu. Hazifanyi kitu na hawezi guza. Greedy people die hungry. 400,000 ikiwa chini ya pillow. Hamukuona mzee wa Murang'a? Alikufa na njaa, alianguka akafaint akakufa. Alipopimwa ikasemekana after amefanywa inaitangwa nini hii ya kupasuliwa? Postmortem. Alipopasuliwa akaonekana hana ugonjwa. Ugonjwa ilikuwa njaa. Watoto wake wakakuja, wanapojiandaa wakaingia kwa rumu yake kutengeneza. They found over 400,000 under the bed and he died because of hunger. Those are greedy people. Greedy people, they don't even buy clothes for themselves. They want to see $1 million in the bank, but they cannot buy chicken. They cannot take their children out. They cannot give to the people that are in needy. Hawatoangi hata kwa harusi. Hawatoangi hata kwa mazishi. Hawatoangi watu greedy. Kuja hapa Pastor Judy. Hawa ndio watu greedy, wanataka waone pesa zimejaa, thousands zimejaa kwa mfuko na kwa account. Mungu anakuja na baraka zake. Si alisema toa nao utapata? Akikuja anapata. Hiyo imejaa. Anaondoka. Anaenda kwa ile empty, anaenda anajaza baraka zote zako. Kila ulikuwa upokee. Yule aliyetoa anajazwa. Yule aliyetoa anajazwa. Usiseme hivyo. Yule aliyetoa anajazwa. That is the life of giving and receiving. If you give, you receive. When you don't give, you do not receive. Thank you, pastors. You do not receive. Tell your neighbor for me, do not be greedy. Mwangalie mwambie, najua jirani, najua hutaki kusikia hii neno, lakini mwambie do not be greedy. In Jesus name. Another spiritual problem.
They don't pay tithe because they are not spiritually minded. They are not spiritually minded. Romans 8:6. They are not spiritually minded. Only spiritual people can pay tithes. Hey. Only spiritual people that can pay tithe. Anyone that is carnal cannot be able to pay their tithes. Right now, I understand we are in the season whereby money is not enough. Is it true? Tunakaa kwa majira ambao pesa hazitoshi. Ni ukweli ama si ukweli? Tuongeeni kanisa. Is it true? Hata saa hii si haujalipa rent? Si ndio? Si hata school fees hujui inatoka wapi na Tuesday watu wanafungua shule. Ni ukweli ama si ukweli? Tuongeeni. Right now we live Judy in the season whereby 1 bob counts a lot. 100 bob counts a lot. Because watu hawana pesa. So it takes a spiritual person out of the challenges of finances we are going through to tithe. Not a normal person that can tithe. Not a normal. Not a mortal man that will tithe in this season. So it takes a spiritual minded person. A person who do not live by sight, but they live by faith. It takes those people to tithe. Not a normal ordinary human being. Not a normal ordinary Christian. Tell your neighbor, for me, be spiritual. Because when you're not spiritual, you will not tithe. Can I tell you? When you're not spiritual, and you will not tithe. Because expenses and needs are many than your income. Am I talking the truth? Expenses are more than your income. Your income is 30,000, but you need 70,000 to take care of your bills. You need 50,000 to take care of the bills. There is a deficit with your income. Kuna deficit iko mahali. Kwa hivyo mtu ambaye ako kiroho ndio ataweza kutoa fungu la 10 wakati pesa yake itoshi. Sio mtu wa kawaida. Sio mtoto wa kiroho. Mtoto wa kiroho hataweza kutoa fungu la 10 wakati hajalipa rent. Mtoto wa kiroho hataweza kutoa fungu la 10 wakati hana school fees ya watoto kufungua shule. Mtoto wa kiroho ataona akitoa 100 yake 5, watoto watakaa nyumbani milele. Mtoto wa kiroho anaona akitoa 1000 yake 1 kama tithe hataweza kulipa rent. Watoto wa kiroho, watu ambao wako kimwili, watu ambao hawako kiroho, people that are carnal. Tell your neighbor, for me, neighbor, be delivered. The Bible says what? For to be carnally minded is what? Come on, read with me. Is what? But to be spiritually minded is life and... Why don't you choose life and peace? Why don't you choose to be spiritual? Why don't you choose to stay spiritually? Hiyo ni kizungu mzuri. Why don't you choose that? To be carnally minded is death, or it leads to death. But to be spiritually minded, or to be spiritual filled, it leads to life and peace. I have said, in this world we are living right now, where expenses and needs are so many than our income, it takes a spiritual man, a spiritual woman to pay their tithes. Why don't you be spiritual? It takes a person that knows, yes, I know my money is not enough. Yes, I know my money is not enough. I know I have not paid this and that. But I will not eat the tithe of God, because I know there is something called provision. There is something called divine provision. I know when I take care of God, He will take care of me. When I pay what He has asked me to pay, He will help me to pay what I'm supposed to pay. Why don't you be spiritual? Because when you walk carnally, you shall not see tithe as a priority in your life. Ile mashida iko ni mingi. Ninajua. Si mnakujaga kwa ofisi kuniona, mashida ni mingi. Watu hawana kazi, Pastor Judy. Watu biashara zimerudi chini. Watu kila kitu imeharibika. Lakini unapata huyo mtu amepewa 10,000 arudisha watoto shule. Anasema sasa hii hata haitoshi. Kwa hivyo sitatoa fungu la 10 juu nikitoa hii pesa tayari haitoshi.
Ninajua kuna watu mpaka rent tayari haitoshi. Kuna watu mpaka mahitaji yako tayari haitoshi, na unasikia uoga wa kutoa. Why don't you be spiritual and stop seeing things with your eyes and see things with the spiritual eyes? Because when you see things with a human eye, you will never ever understand why you should tithe. Only spiritual people tithe. Tell your neighbor, only spiritual people tithe. Mkiona nashuka hapo, nashuka ili mushike. Nashuka ili mfanya nini? Nikiwa karibu najua, you know there is that power of being close to people. When there is that closeness, munanipea attention. Nataka musikie. Mkionaga siku zote ninashuka, mjue nataka musikie na mushike kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tell your neighbor, why don't you be spiritual, my neighbor? Muangalie mwambie, it takes a spiritual person to tithe. Besides mambo yote unapitia, besides madeni, besides nini, it takes a spiritual person to tithe. So needs will always be there. Rent will always be there. Food will always be there to be bought. School fees will always be there. Mahitaji yako haitawaisha. Ukiaje nimwambie mahitaji yako haitawaisha. Simwambie vizuri, mahitaji yako haitawaisha. Haitawahi. Na mahitaji yako itaisha ukikufa. Na haukufi sahi. Muangalie mwambie utakaa maisha marefu. So muangalie jirani muhubirie. Mwambie utakaa mpaka 90 years. Na wengine 100. Na wengine 120. Muangalie mwambie hiyo siku ndio mashida zitaondoka. Wakati utarara. Lakini hata ukiwa uhai, hata ukitajirika, by the way, shida zinakuanga na levels. Kuna mtu hapa shida yake ni rent. Are we together? Kuna mwingine hapa shida yake ni school fees. Akisotiwa school fees ako sawa. Kuna mwingine hapa shida yake ni kununua gari. Amevuka kiwango cha school fees na rent. Shida yake ni kununua nini? Kuna mwingine hapa shida yake ni kujenga mansion. So rent ya 50,000 imsumbui, 70,000 imsumbui. Shida yake sasa Nicholas ni venye atajenga mansion. Kuna mtu mwingine hapa shida yake ni container itakayotoka China. Yeye alishajenga nyumba. Yeye alishapata magari. Shida yake ni container yake itafika aje kwa port. Hiyo ndio shida. Siangalie jirani mwambie mashida kubwa ni nzuri. Shida ya kutoa mzigo China ni nzuri kushinda shida ya kulipa school fees. Tusemeni tu ukweli. So shida haitawaisha. Haitawaisha. Kuna mwingine shida yake ni kuponywa kansa. Kila kitu kingine yako nayo. Mabilioni zimelala kwa hospitali. Hahitaji msaada wenu wa pesa. Hahitaji. Anahitaji muujiza wa uponyaji. Shida ziko na levels. Wewe unaona ugojekagi? Jusa ukigojeka utafanya nini na huna pesa? Huwezi gojeka wewe. Hao wanagonjeka kwa sababu wako nazo za kumpeleka wapi? India. Na hiyo ndio shida yako nayo. Na wewe sasa shida yako ni 10,000 za rent. Ukija nimwambie shida haitawaisha. Hata ukitajirika, hata ukizeeka, shida zitakuwa. Kwa hivyo ni ukae ukijua pati ya Mungu utacheza, pati yako utacheza, na pati ya kanisa utacheza, na kila sehemu na balance. Kwa sababu ukisema silipi tithe kwa sababu sijalipa rent, utaishi unalipa rent. Kwa hivyo ni kumaanisha hutawahi toa fungu la 10. Ukija nimwambie jirani be spiritual. Muangalie mwambie be spiritual. Be spiritual minded. Another spiritual problem. They don't pay tithe because they are immature. Woo! Ni watoto wa kiroho. Tupatie Hebrews 5:12. Hebrews 5:12. They don't pay tithe because they are what? Sema they are immature. They are immature. Tusome wote. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of God, and you have come to need milk and not solid food. Tupatie another version. Hiyo ni ngumu. Hata mimi sijashika kitu. Yeye mmeshika kitu hapo? Nimeona tu milk na solid food. Ni ngumu hiyo. Good. Tusome wote. You have been believers. For what long? For what time? You have been believers for? Tusemeni vizuri. You have been believers for? Milka.
When did you get born again? 6 years ago. When? And uliokoka lini wewe? 4 years ago. Hiyo ni neno yako. Mtoto wa 4 years leo hakuli Cerelac. Catherine uliokoka lini? 3 years ago. Mtoto wa 3 years hakuli Weetabix. Ni ukweli ama si ukweli? Tusemeni ukweli. Mama Apostle, ahono kirere mama. We, kama hata hakubuki. Like half age yake ameokoka. Miriam uliokoka lini? Ati 1999. 1999. Ukija nimwambie guy 1999. Ulikuwa wapi? 1999. Sasa Biblia ni nyinyi inaongelesha. Nyinyi ambao mmeokoka na mmemaliza miezi 6 katika wokovu. Mtoto ambaye ako miezi 6 anaanza kupodewa chakula. Ni kweli ama si kweli? Anapewa uchi. Akimaliza mwaka ana introduce, hata si mwaka, hiyo miezi 6 7 anaanza kukulishwa kwa ugali, kama kimo, kanini. Akimaliza mwaka anakula. Wewe umeokoka miaka 6 na bado unakunywa maziwa ya nyonyo. Shaitani ashindwe. Bado unakula Cerelac. Bado unabondewa ukilishwa. Shaitani ashindwe kwa jina la Yesu. Biblia inasema aje? You have been a believer for so long now that you ought to be teaching others. You are supposed to be teaching others. You. Kuna mniangalia hivyo fani. Ni mimi nasema ama ni neno tunasoma? I thank God ile kitu ina work. Msiseme ni Bible yangu nilikuja nayo. Mnaona yangu sisomi? Msiseme ninaongezea chumvi. Haya. You are supposed to be teaching others. Instead, you are doing what? Instead, you are doing what? To teach you again the basic thing about God's word. Basic things like kutoa. Apostle J, kutoa ni basic. Kuomba ni basic. Kufast ni basic. Kwenda kanisani ni basic knowledge. Hii kitu ni kama vile tu unajiambiaga niko na njaa, unaingia fridge, unatoa chakula, unachemsha, unakula. Ulikuwa unahitaji mtu akwambie na uko na njaa, wewe unakaa uko na njaa. Si unajiambianga? Ndio Paulo anasema hivi, mmekuwa waamini kwa muda mrefu. Lakini angalia, sasa mnafaa kuwa mnafunza watu hizi vitu na waambia. Lakini sasa nyinyi mnahitaji mtu akuje awafundishe ati kukula tithe ni kuiba. Hiyo ni basic word of God. Unajua, Grace ukikula tithe umeiba. Hiyo ni basic. Haihitaji formula. Haihitaji fasting. Haihitaji prayers. Ni basic word. Unaijua. Unajua usipotoa fungu la 10 nini inafanyikaga, unafirisika. Na ni ukweli. Wale ambao wameanza kutoa fungu la 10 leo hii wako na ushuhuda. Me, I am a big tither. Mimi, I'm not a robber. God knows, and those who are close to me, they know. The people that do the accounting of the church, they know. After they do calculations, before the money is taken to the account, they remove the tithe and put it in my phone for me to forward it to my bishop. I'm not a thief. I am a tither. I'm not teaching you something that I don't do. I am not teaching you water while I take wine. I'm teaching you what I do. These are basic things. To know how to give is something that is basic. Ni kama mtoto akizaliwa. Pastor Judy, wewe ni mama. Mtoto wako ulipozaa, haukuanza kumfundisha anyonye. Ulimwekea matiti, akapanua mdomo wake na akaanza kunyonya. Venye alijua hatujui. Hivyo ndio unafaa kuwa. Ukue Mkristo amekomaa. Ukue ufundishwe mambo zingine, ulisha grow, ulishazijua. Kama sasa Jabali anakomea miaka 2.5. By the way, hii October ndio amefikisha 2.5 years. Sasa amegrow, anajua hafai kupupu kwa diaper. Ananiambia mom, nataka pupupu kwa poti. Maana haishi akiwa mtoto milele. Sasa najua kupupu kwa diaper ni vibaya.
mwenyewe anajisikia vibaya akibubu, kwa hiyo kitu anashinda akipiga kelele huko, nitoeni diaper, nataka bubu. Wewe uko miaka ngapi kwa wokovu na bado diaper uko nayo? Hata ukibubu usemi mpaka tusikie harufu. Shaitani ashindwe. Uko miaka ngapi kwa wokovu na bado unaambua toa tithe, na bado uko hapo ukisema mimi siwezi tithe ni wizi, ni kuibiwa, tunaibua na wachungaji. Until when will you mature? Paulo anawaambia mmekuwa muamini muda mrefu, lakini mmekataa kukua. Mnakunywa tu maziwa, mnataka chakula soft, mmekataa kugrow. Nimekuhubiria kuhusu tithe mara ngapi mimi ninahubiringi tithe occasion every time. Actually every time. Mimi mwaka kabla uisha na kwanga nimehubiri tithe mara kama 6. If I'm not wrong. Nimekufunza. Lakini wewe unaulizwa na Paulo, hata uko umefunzwa hivyo vyote hujaishika? Ukija nimwambie kichwa yako inashikaka kweli? Niulizie jirani. Hebu jiulize wewe, kichwa yako unashikaka mambo? Alafu Biblia inasema nini? Ati you are like babies, who need milk and cannot eat solid food. Niulizie jirani, are you a baby in salvation? Mwangalie muulize, are you a baby, Christian baby? Tunakupea ruhusa wewe Christian baby, tunakupea ruhusa tu usitithe. Tunakupea ruhusa. But if you know you are supposed to be tithing, wacha utoto. Nimesema wacha utoto wa kiroho. Paulo anawaambia muko kama watoto. Watoto wenye hawezi kula chakula ngumu, kazi yao ni kukula nini? Maziwa. Angalia jirani, mwambie jirani, achana na maziwa. Achana na hiyo matiti sasa umegrow. Achana na Cerelac, achana na Weetabix. Anza kukula mifupa, anza kukula ugali, anza kukula nyama. Kuna watu lazima mtakubali kumachua. Kuna watu lazima utoto itawaondoka kwa vichwa vyenu, muanze kutolea Mungu fungu la 10. Haya, tuendelee. Verse hiyo nyingine inasemaje? For someone who lives on milk is still is still and doesn't know how to do what is. Yulizia jirani, do you know how to do what is right? Kama unajua what is right and you're not doing it, uko kwa ile point ya pili, you are rebellious. Uko kwa ile point ya pili. Kama wewe sio mtoto wa kiroho, haukuli maziwa tena, haukuli Cerelac tena, therefore what are you doing? You are rebellious. Yulizia jirani, which are you, a baby, Christian baby, or rebellious? Because you must be somewhere. Niulizie jirani, where are you? So niulizie jirani, uko huko ama kushoto? May we mature? I say may we mature. May we mature. I see a lot of babies, believers, and a lot of babies online saying there's nothing like that. We cannot bribe God with our tithes. We don't bribe God. You are not bribing God for anything, by the way. Even that money you are giving back to him, 10% belongs to him. Even the 90. How can you bribe him? And everything that you have belongs to him. Even the breath you are breathing right now belongs to him. You cannot help God. You cannot bribe God. You cannot do anything to God. It is you obey. It is you obey. Tell your neighbor, it's obedience. Mwangalie mwambie ni kutii. Mwangalie na kutii, mwambie kutii ni bora kushinda kutoa dhabihu. So wakati unakataa kutoa fungu la 10 kwa sababu uliona watu wakisema fungu la 10 halitolewagwi, kwa sababu uliona watu wakisema pastor ndio wanakulaga fungu la 10, kwa sababu uliona watu wakisema tunatajirisha wachungaji, kwa sababu uliona wewe bado ni kitoto kia kiroho, bado unafunga diaper, bado unakunywa maziwa. I pray that we are going to mature in the spiritual things. We are going to mature in the spiritual things. When you are saying amen, maybe they don't want to mature. I say we are going to mature in the spiritual things in Jesus' name. Sema amen mzuri kama unasikia neno. Kama unasikia neno mzuri, sema amen. Hey, Jesus is Lord. Simusema amen. Simusema amen. Where are we? Kwa namba ngapi? Kwa namba? Kwani tumeenda wapi jamani? Kwa namba ngapi? Tumesema kuhusu immature. Alright. Sawa sawa. Kia jeni mwambie
Tuendelee number 7. I'm almost finishing. Another spiritual problem. They have little love for God. They have little love for God. Not tithing is the same as not loving God. That is what I quoted today in the morning. And I've seen a lot of stones thrown, and I don't care. I said, you take it or leave it. Take it or leave it. You are not benefiting me in any way, and you're not benefiting God. You are benefiting you. If there is someone you are helping when you tithe, it is not God, it's not your pastor, it is you. Because why? Because even if you don't tithe, your pastor has a God that can feed him or her. I'm not rude, neither I'm not proud. I'm telling you the truth. The God of Elijah is our God. Where the ravens took meat and bread from, we don't know up to date. They brought to the servant of God every morning and every evening. So God can take care of us without you. And I'm not rude. I'm telling you the reality. And today I said you take it or leave it. You love it or you love me or you hate me. I don't have any problem. By the way, sinanga shida ya kuchukiwa mimi. Kwa sababu wale wananipenda ndio wengi kushida wale wananichukia. Sinanga shida ya kuchukiwa. So upende ama usipende, nitakwambia ukweli. Na hii ndio ukweli ambao ihubiriwi kanisani kwa sababu wachungaji wanaogopa. Mimi siogopi. I better have 2 Christians that are doing what is right than having 500 of you that you are doing the wrong thing. Are we clear? So, people have no love of God. Let's see in 1 Chronicles 29 and verse 3. You cannot say that you love God and you're not tithing. You cannot say that you love God and you're not tithing. And let me tell you, that is not bribing God. Giving your tithes is not bribing God and showing him how much you love him. You are obeying the word of God. Simple. Nothing else you are doing. You are obeying the word of God. You are not making God happy. You are not bribing God. You are not sugaring God. Nothing like that. You are doing the word. You are obeying the word. Hakuna kitu ingine unakuanga ukifanya wakati unatoa fungu la 10. Unatii neno na unafanya neno. Upendo umepungua. Ndio maana unapata mtu anajipenda kushinda Mungu. Ako na kila kitu anahitaji. Ako na kazi nzuri, nguo nzuri, nywele nzuri, viatu nzuri, kila kitu kizuri. Miriam, lakini kutoa fungu la 10 inakuwa shida. Kwa nini? Si kwa sababu hajaokoka, kwa sababu upendo wake na Mungu hauyupo. Let me ask you a question. How many people here have fallen in love in one way or another? One day or one time. You have ever fallen in love? Hata kama ilikuja na ikaenda. Hata kama uko ndani yake. Acha tuone. Let me see. We ushai waacha kujifanya hivi na ulimpenda mpaka huko unarara. You have ever fallen in love? Let me see. Love is a beautiful thing. Let me see if you have ever fallen in love. Guy, we hujaipenda mtu? Jesus. Bobo hujaipenda mtu? Ate you don't understand. Niongea lugha gani Kiswahili? Haya, watu wangapi washaipenda hapa? Ushaipenda mtu yani. Ukasikia huyu mtu hata yani unasikia oh my God, oh Jesus. Let me see. Hicho kifeeling cha upendo. Naona almost everyone hapa ashaipenda. Wewe hujaipenda? Wewe hujaipenda? Ati hujai? Kama hujaipenda na uko over 18 kuna kachida mahali. Kuna kachida mahali, kachida kakubwa kanafaa. Yai mwadhani, tuko wapi? 1 Chronicles 29 na verse 3 wewe. Franco, what is it? Aya, nilikuwa naenda mahali nikiuliza wangapi washaipenda. Ulipopenda kulikuwa aje? Judy, sasa tunashukuru Mungu mko pamoja. Wakati wa dating, how was it? Ulikuwa unalala saa ngapi? Saa 9. Mkifanya nini? Kuongea na simu. Tumetoka. Kabisa.
Hiyo maneno ni ya ukweli Nicholas? Ni ukweli kabisa. Saa 9 wamekuwa na yeye siku, by the way wameshinda wakishughulikia maneno ya harusi, wameshinda pamoja, wakakula lunch pamoja, wakakula dinner pamoja, wakaachana, mtu akaenda kwake. Lakini hata kabla waoge, hata wanaambia wacha kwanza nioge ndio tuongee vizuri. Naongea ukweli ama naficha? Ni ukweli ama si ukweli? Wacha hata nataka kununua ile line ya free to air ndio tukue tunaongea masaa mingi. Wangapi washaifanya hapo hivyo? Cha tuone. Thank you Monica for being frank. Wengine wanajifanya hapa tudhigutu wa Yesu. Na hakuna kitu kama. Wangapi walishalala saa 9, saa 10 na unaamka kwenda job juu ya kuongea tu na mpenzi? Hati kukesha. Unamaliza, unaamka, unaoga, unaenda job. Wacha nione, si ni ukweli? Si ninaona. Sasa wewe unajifanya mase. Niseme ama nisiseme? Nitoboe siri, masi. Nitoboe siri, Kwa sababu ya nini vile unapenda huyo mtu? Usingizi, yani you can sacrifice your sleep because of love. Wacha nikujifanya hapo. Nikimletu oguo. Hata kama mliacha si mlikuwa. Hakuna mtu apitiangi hiyo stage. Na umwombe Mungu upitie hiyo stage. Juu usipoipitia itakuhau kuwa mkubwa. Itakuhau kuwa mama na watoto wawili. Unataka kushinda ukiongelesha mzee, amka tuongee baba nani. Kwa sababu hukuongea siku ile mlikuwa mna date, amka tuongee. Hupendi kuniongelesha. Kuna wengine walikuja, bibi alikuwa anashtaki mzee, hapendi kumuongelesha, hata hanipeangi attention. Wakati nikawahoji, I came to realize they didn't have this time. Hako kakusacrifice ka usingizi. Sasa hapo ndio huyu mama ako na mzee hayuko hapo. So wanagongana kila siku. Sasa nikaambia huyu mzee, amukaga uongee, sikiza yeye. Utamsikiza tu kwa muda mfupi, atazoea, mtaanza kulala. Na ndoa ikapona. So what do I want to say? When you love someone grace, you give everything. Yuko ya masi ukweli. Unambaia credo. Unafuliza. Tuongeeni ukweli. Si tunafulizanga? Unafuliza. Nick, si unakumbuka? Ati credit inaisha, unamwekea ingine. Tuendelee kuongea. Inaisha, unamwekea ingine. Tuendelee kuongea. Kwa sababu gani? Unapenda huyu mtu. Unampenda, you can sacrifice anything. You can sacrifice your happiness for the person you love. You can sacrifice pride for the person you love. You can sacrifice friends for the person you love. You can sacrifice some places you used to go for the person you love. You can sacrifice the way you used to dress for the person you love. Anapendaga ukua hivi. Unaacha kuvaa hiyo sasa, unaanza kuvaa vingine ndio afurahi akikuona. You can sacrifice your time for the person you love. Now, when you love someone that much that you can sacrifice, that is what we call real love. And that is what God is looking for. That you can sacrifice your time for Him. You can sacrifice your money for Him. You can sacrifice your night for Him. You can sacrifice and go to the mountain upigwe na baridi ukitafuta uso wake. That is the love God is looking from the Christians. Is it too much for God to ask for love? It is not too much. So, when God say, you do not love me as much you are supposed to love me, He feels that you are not intimate with Him. And tithing is one of the things that brings you closer to God, that makes you intimate with God, that arouse your love for God, that builds your love for God, that cement your love for God. You are telling God, in this 10,000 that I got, before I touch it, I give you 1,000 because I love you. You are my first priority. I value you. I know you are my God. And the 90% remaining, I will use it. And before I use it, let me pay you a 10%. Why? Because I love you so much, God. Because I value you. Because I am intimate with you. I cannot eat your tithe, because if I eat, it's violating the love I have for you. Hallelujah. That is the love God is looking for.
That is the love God is looking for. When you are dating, for example, these ones, they are newly wedded. When they were dating, Nicholas could not sleep without telling her good night. Because if he do that, he is violating the love that this girl has for him. So he has to tell her, I love you. Sleep well, my love. Because if you don't do that, there will be battles tomorrow. So the same with God. Why don't you love God and know, if I tithe, I settle my God, He's my first priority. And you find your love for God will start growing and growing and growing. Those people that do not tithe, let me tell you, they do not love God enough. If you cannot tithe, you don't love God enough to entrust Him with your 10%. Simple as that. Simple as that. The Bible says what? And now, because of my devotion to the temple of my God, I am giving all of my own private treasures of gold and silver to do what? To do what? Ati kusaidia nini? Kujenga kanisa. This is addition to the building material I have already collected for his holy temple. This is King David. King David loved God that much. He loved God that much. Akatoa vitu zote kanisa ijengwe, temple ijengwe. When you love God, you will not feel pain when you are giving. You will not feel pain when you are giving. You will not feel like you are losing when you are giving. You will not feel like umepoteza when you are giving. Why don't you love God enough that you can trust Him with what He has given you? Tell your neighbor, for me, God only wants 10%. And 90 is yours. So mwangalie mwambie 90 is yours. Sasa naulizanga, kama ingekuwa vice versa, tungekuwa na tithers. Tungekuwa na tithers. Kama ingekuwa vice versa, ati Mungu anataka 90 ubaki na 10. Aya, tungekuwa na tithers mbinguni, sio hapa. So another problem that is spiritual to the people that are not tithing is because they are afraid. They are afraid. Matthew 25:25. They are afraid of poverty. They are afraid. They are asking, will I be able to go through the month? Will I survive if I pay my tithe? How will I pay my rent? How will I take children to school? Because they are afraid. Fear is not of God. Fear is a demon. Tell your neighbor, fear is a demon. Geukia mwingine mwambie, fear is a demon. And it is not of God. So the Bible says in Matthew 25:25, I was what? Want to go? I will lose. So I hid it in there. And wale watu walipewa pesa. Wakapewa kila mtu. Mmoja akaenda akaifanyisha kazi. Mwingine akaenda akaifanyisha biashara. Huyu maana aliogopa isipotee, akaificha chini ya mchanga. Akaja akamwambia, nilikuwa naogopa isipotee, nilificha ndio hii. Wale ambao walikuwa wamefanyisha biashara, akachukua hiyo, akapatia hawa wenye walikuwa wanafanya kazi. Akanyang'anywa hata hiyo. Kuna watu wanaogopa wakitoa fungu la 10 pesa itakosa kutosha. Kuna watu wanaogopa akitoa fungu la 10 mwezi yao budget imeharibika. Kuna watu wanaogopa akitoa fungu la 10 mwezi hautafika mwisho kabla hawajaanza kukopa. Why don't you trust God with your 10% and see what He can do in your life? Why don't you trust God with your 10% and see what He can do in your life? Tell your neighbor, for me, neighbor, I know there are bills. I know that. But why don't you trust God and see Him taking care of your bills? See Him taking care of your bills. Bwana Yesu asifiwe. Najua tunarudisha watoto shule kesho kutwa. Najua pesa haitoshi. Lakini kwa nini usimwamini Mungu? Kwa njia kuu, mpatie kilicho chake. Mwambie Mungu, sasa nisaidie kurudisha watoto shule. Uone kana Mungu ako fake. Our God is not a scam. He is not a fake God. He is not a joker. If you give, you receive. That is His word. So tell your neighbor, for me, neighbor, ni wewe unaambiwa. Pay tithe and trust God with your everything else. Fear is not of God. Ati niliogopa nikaificha, akanyaganywa,
mwenye alifanyisha yake kazi akaongezewa. So every time you fear to give your time, to pay your 10%, what you do, you are creating room for another person to be blessed with your blessings. Did you get that English? Yes, that's what happens. Another one, the spiritual problems of non-tithers. Another one is that they don't pay tithe because they are offended by something the pastor has done and want to punish the pastor by not paying their tithes. Na mtu kama huyo hapa ako offended. They are offended by what pastor has done. And now they think, mimi sitawahi toa fungu la 10, mimi. Nikaona prof akona tight na katishati maridi na kitada ilikuwa inafanya hivi na mbeba, sitoi tena. Atajua pesa yangu itampeleka Malindi tena. Mimi anabadilishaga wiki kila siku. Moja inafika hapo, ingine inafanya hivi, ingine inameremeta, na tithe yetu sitatoa tena. There are people that do not pay tithe simply because they are offended by their pastor, because pastor has done this or that. And I want to tell you, pastors are human beings. Na I'm not tetearing anyone. Sitetei mtu. Lakini wachungaji pia ni wanadamu. Ukija nimwambie pia wachungaji ni wanadamu. Si mwambie pia wachungaji ni wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. So kuna watu Pastor Judy wameshikilia hapo, mimi sitatoa kwa sababu huyo pastor kwanza nilisikia akona mtoto nje. Nilisikia hata akona demu mwingine besides bibi yake. Situmiona kesi hata ya baba mmoja wa hii nchi wa kiroho ikitrend kila mahali. Wachani waambie, hiyo kitu ingekuwa ya mtu mwingine hainge trend hivyo. Ili trend kwa sababu ni ya bishop. Ni kweli ama si kweli? Na wenye walikuwa wanaisambaza na kushare sana ni kina nani? Angalia je, mwambie ni wa Kristo. Muangalie mwambie ni wa Kristo na wengine ni wa kanisa yake. That is what happens, especially in Kenya. In Kenya, Nicholas, a pastor with a scandal is as better as dead in this nation. A pastor with a scandal is as better as dead here in this nation. Is it true or false? Niambieni, is it true or false? Saa hii tu nishikwe na scandal. Sunday mtakuja hapa kanisani? Mtakuja, kaudigo dhienie. Yeti kwenda kuitanio na modo tosio nie. Unaambia si wetu na kona kwa prof. Nilikuwa nimeenda kupeleka best yangu na siku hiyo. Once. Mimi nilikuwa nimeenda kupeleka best. Ndio tunarukaga wachungaji. Si tunawarukaga. Si watu tunaruka wachungaji. So you find some people, they are full of judgmental spirits. Because a pastor was caught by a scandal or something, they stopped tithing. Niliona mwingine ameandika, I stopped tithing when I don't know when I went and I found a pastor taking alcohol. That is the time I stopped tithing. Sawa, ulimuona huo na alikuwa nakunywa na hatukatai, na ulimuona na kunywa. But wewe na fungu la 10 na kukunywa pombe kwake, you know, zinaingiliana wapi? Hata ungechange kanisa basi uende kwa kanisa ingine, maana si pastor wote wanakunywaga. Ona mnaniangalia hivyo? Kama mnakaa mnaweza niruka anytime. Mimi niliacha kutoa tithe wakati sijui nini. Pastor niliona, mwingine aliandika, wakati niliona pastor amejenga mansion na sisi bado tuko kwa kukodisha. Sasa nikuulize swali. Ulikuwa unataka asijenge akujengee wewe kwanza? Ama ulikuwa unataka nini ukiongea hivyo? Wachani tu, unajua vitu zingine ni vizuri tunaongea. Ulikuwa unataka aje? Ati I stopped tithing when I saw our previous pastor. Kwanza mwingine alisema our ex-pastor. So ni kama ali left. Our ex-pastor driving a V8 when I don't have even fare to go to church. That is the day I stopped tithing. And you will walk forever. I'm telling you. You will walk forever. And we will drive the V8s, the Range Rovers, the Porsches. Nigani hiyo ingine kubwa zote. Na yeye utabaki tu mguu hapa. Na fare inakosa. Chakula inakosa.
na bado ni Mkristo, tunaenda mbinguni, Yesu ni Bwana, utabaki hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu wamejichukulia kiti ya Mungu wakakalia. Wakristo wamekalia kiti ya Mungu. Sitetei wachungaji, sisemi tuko wazuri sana, wakati mwingine tunaanguka, tunateleza, na sitetei mtu, by the way, mtu abebe consequences zake na responsibility. Kama alikamatwa akikunywa ama kile kilimpatikana, abebe responsibility. Sitetei mtu, lakini nataka nikuambie, when you think you are punishing the pastor, you are not punishing the pastor, it is yourself you are punishing. It is yourself you are punishing. Na wote mbele za Mungu, Grace, hatutasimama kama Prophetess Monica na Grace na Nicholas na Judy. Sitasimama kama prophetess tukienda kwa Mungu, nitasimama kama Monica, vile mimi na Mungu tunajuana. Sio ni watu wangapi nimeleta, ni vile tunajuana na Mungu. Ukija nimwambie ni vile unajuana na Mungu. So there are people in that mentality, because wameona pastor wao ameingia ndege. Hiyo ni sababu tosha ya kutotoa fungu la 10. Na unaenda ukisema, by the way, nilimwona amepanda ndege, ni fungu letu la 10 lilifanya kazi. Hey, mimi sijaingia ndege, hata sijui ndege inakaa aje, na pastor ameingia ndege. Pesa yetu ndiyo anakula, pesa yetu ndiyo anakula. Hivyo ndivyo Wakristo wako saa hii. Ni ukweli ama si ukweli? Tuongeeni kanisa, ni ukweli ama si ukweli? Wacha niwaambie kitu moja, you can never punish anyone. When you don't pay tithe, you can never punish God or your pastor. You are only punishing yourself. Woo. Jesus. No pastor can reward you for tithing. I don't reward people for tithing. Have you ever seen me rewarding you, Grace? Tinakwambia, Grace, kuanzia leo, I'm giving you this trophy because you are a tither. No. No human being can reward you with the blessings of a tither. It's only God. It's only God. So, hiyo mentality ati wachungaji wanakaa vizuri, wanakaa maisha ya juu. Mnataka tukae ya chini? Mnataka tukae ya chini? Mnataka tukae maisha ya chini? Furaha ya watu wengi wa Kristo walio ndani ya kanisa leo hii ni wakiona pastor akitoka nyumba ya kukodisha na matope imejaa kwa kiatu, akifika pale ndio anapanguziwa na asha, kwa sababu kulikuwa kunanyesha. Waone akiambia washirika, na waomba Tuesday narudisha Jimmy shule, na waomba tu mnichangie tu kile mtu anaweza, ndio niweze kupeleka mtoto wangu shule. Hivyo ndivyo wanataka tuwainamie, tukae chini ya neema yenu. Hivyo ndivyo Wakristo wamekuwa na wameharibiwa. Hamukukuwa hivyo zamani. Niulizie jirani, nani alikuharibu? Ndio maana Paulo akauliza, nani aliwaroga? Hata mimi nauliza leo, Wakristo, nani aliwaroga mkakataa kutolea Mungu fungu za 10? Watu wanataka pastor waone akitembea, ukiwa kwa gari yako namwambia, pastor, uliokuwa unaendelea vizuri, ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Ama ulikuwa unafika wapi nikupe lift? Hivyo ndivyo watu wanataka. God forbid in Jesus name. Wakristo wanataka mchungaji afanye harambee ndio ajenge nyumba, afanye harambee ndio anunue gari, ndio siku ile atashikwa na skando wamwambie, tulikununulia hii gari, leta funguo, leta. Hivyo ndivyo watu wanataka. Wacheni niongee ukweli, kwa sababu watu wengi hawaongei ukweli. Wacha mimi niko na courage niiseme. Watu wanataka wachungaji wawainamie. Watu wanataka wachungaji wahubiri na suti moja tu. Nikibadilisha nguo ni sadaka, nikiweka wig ni sadaka, nikiwa na high heel ni sadaka, chini akisomea shule nzuri ni sadaka. Mlikuwa mnataka nini? Mlikuwa mnataka nini? Mlikuwa mnataka tukule nini? Mlikuwa mnataka tukule nini? Tunaambiwa tukule kwa hii madhabahu. Mnataka tukule nini? Hiyo sadaka ndio tunafaa tukule. Na shida iko wapi nikikula sadaka yako? Nimekuhubiria miaka 5 sasa, miaka 2, miaka 3 nimekuhubiria. Shida iko wapi na wewe ukinyunyizia mimi maji na sadaka yako? Shida iko wapi niking'ara nguo ambao umetoa pesa yako? Shida iko wapi? Ulizie jirani, shida iko wapi?
mchungaji akikula pesa yako, shida iko wapi? Lakini wakati mtoto ni mgonjwa, saa 9 za usiku unapiga simu, unataka dedication. Pastor, nataka tu dedicate shamba yangu, mtoto wangu, gari yangu, nataka kuoa, nataka kuolewa. Pastor, mamangu ni mgonjwa, mkumbuke kwa maombi. Pastor, nahitaji kuja kukuona counseling, bwanangu alitoroka nyumbani. Pastor, na hivyo yote tunaomba zinakuwa nzuri, lakini ikifika kutolea mchungaji shilingi 1000, shilingi 200, inakuwa ni shida. Hiyo ni shida ya akili na ishindwe kwa jina la Yesu. Na sihubiri hivi kwa sababu nataka pesa zako, na sina kiburi nikisema hivyo. Wakati niliona wana wa Kristo venye wamekuwa, na nikafungiwa nyumba, na nikauza kuka yangu Jimia rudi shule, na nikapeana gari yangu ifanye taksi kwa siku kadhaa nikilipwa, kwa sababu sikuwa na chakula na sikuwa na school fees na nyumba imefungwa na kaa kwa wenyewe. Hapo ndio nilijua Monica, sadaka hautaishi kwayo. Kitu ikaniambia, Monica, anza kuuza chumvi, watanunua. Uza viberiti, uambie washeni mwangaza wa Roho Mtakatifu kwa nyumba zenu. Kitu ikaniambia, anza kuuza mafuta na maji, inaitangwa holy water, na holy water. Anza kuuza handkerchief, sasa anza kuwauzia vifagio na watanunua. Uwezi kaa unawahubiria na hawatoi sadaka, mtoto anakosa kwenda shule, nyumba yako inafungwa. Lakini kwa sababu misingi ya wokovu wangu haiko hivyo, nimelelewa vizuri Kikristo, singefanya hao mambo yote. Nikaanza biashara yangu. Kwa hivyo mkiniona na PM mavazi na PM nails spa, mnione sijui niko wapi, achaneni na mimi. Ninajua kwa sababu gani nafanya hiyo. Ni kwa sababu sitaki kuwa mzigo kwenu. Sitaki. Wacha niseme kama Paulo, sitaki niwe bodha ama mzigo kwenu. Nataka niwahubirie injili nzuri, injili ambayo haijaongezwa, haijatolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mchungaji mwingine ameitwa full time minister. Yeye hajui kufanya biashara kama mimi, hajui kufanya kazi kama mimi Grace. Kuna mchungaji mwingine ako huko ndani hajulikani. Mimi angalau namshukuru Mungu, utukufu kwa Mungu, najulikana. Jina langu lenyewe linanilipa mshahara. Nikivaa hii nywele nimevaa kwa kichwa, niko kazi. Kwa hii nywele nimevaa, mimi niko job leo. Mwisho wa mwezi nalipwa juu ya kuvaa hii wig. Mnanielewa? Mwisho wa mwezi nalipwa juu ya kuvaa hii mavazi na hii kiatu. Ukiniona Malindi nikisema kuna eka za shamba zinauzwa, niko job. Kuna cheki inaandika kwa mwisho wa mwezi. Kuna mchungaji hajafika hiyo kiwango, na kuna mwingine hajaitiwa neema ya biashara kidogo hata kamoja. Mimi niko nayo. Kuna mwingine hajui biashara. Kuna mwingine hajui kazi nyingine, anajua tu kuhubiri. Huyo anajua tu kuhubiri, mnataka akule wapi? Na wauliza swali, mnataka akule wapi? Huyo ambaye kazi yake ni kuhubiri, hana biashara ingine. Nicholas hana magari anauza, hana nguo anauza, hana mahali anaenda kuwa brand ambassador, hana chochote kingine. Income yake ni kuhubiri, income yake ni microphone. Huyo naye mnataka akule wapi? Niulize jirani, mnataka wakule wapi? By the way, prof leo una shout. Nina shout. Wacheni nitetee wachungaji wenye ambao wamekosa sauti ya kujitetea. Bwana Yesu asifiwe. So kuna watu wanasemanga, wacha tumtese huyu kwa sababu walifanya hivi na hivi. Kuna watu watahuhama kanisa kwa sababu kuna fununu ya pastor, kuna kitu inaambiwa ya pastor. Pastors ni watu kama nyinyi, na pia sisi tuko na maisha yetu. Tuko na maisha yetu personal. Tuko na maisha yetu, tuko na nyumba kwetu kwenye tunatokaga. Tuko na familia zetu, tuko na watoto na waume na mabibi. Tuko na issues za ndoa. Tuko na issues za stress. Tuko na issues za depression. Tuko na issues za pesa. Sisi ni watu kama nyinyi. Muache kuchukulia wachungaji kama miungu. Ni kama tunatokaga mbinguni, tunashuka hapa duniani. Pia sisi tuko na maisha. Besides prophetess Monica Nyambura ana maisha yake huko. Besides, ukiondoa prophetess, niko na maisha yangu. Ukiondoa bishop, ako na maisha yake. Ukiondoa jina apostle, huyo mwanadamu ako na private life yake. Na pia yeye, shida zingine unapitia, pia yeye anapitia.
Wakati mwingine mnatuleteanga shida, unatuambia shida, na hiyo shida hiyo ndio tunapitia. We are bleeding. Mnatuambia lakini we are bleeding. Na tunawasaidia. Hatujai kosa kuwasaidia juu tuko na mashida. Tunawasaidia. Wengine wenu mnakuja kutuomba pesa na hatuna hata hiyo pesa. Naingia mfukoni wangu natoa 1,000 bob na kupatia, na ilikuwa ya kulipia mtoto school fees. Lakini naona huwezi ukalala njaa ndio nilipe school fees. Na kupatia angalau kwako njaa itulie kwanza, tutatafuta school fees baadaye. So shida ziko. Kwa hivyo usiseme sitawahi toa fungu la 10 juu niliona bishop amefanya, juu niliona apostle amefanya, juu niliona prophetess amefanya, juu niliona nini. You can never punish anyone by not tithing. You can only punish yourself. And nobody rewards you for tithing except God. Sema ni Mungu tu. Sema ni Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Tithing is obeying God. When you tithe, you are not enriching anyone. When you tithe, you are not enriching anyone. You are doing what? Angalia jana mwambie you are obeying the word of God. So mwambie you are obeying God. The last one. Tutaendelea kutoka hapo Sunday. Ama wakati mwingine Mungu akinipa nafasi. The last one. The spiritual problem people have and they refuse to pay tithe is because they do not care whether the pastor and ministers are paid. They don't care how they survive. They don't care how they live. Tupatie 1 Corinthians 9 and verse 13. 1 Corinthians 9 verse 13. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simseme tu amen hata kama hamnipendi. Simseme tu amen hata kama mmeboeka. Simseme tu amen hata kama mmekwazika. Semeni tu amen mzuri. Church, is high time ujinga uondolewe kanisani. Nimesema is high time ujinga uondolewe wapi? Kanisani. Kwa sababu ujinga umekuwa sana kanisani. Watu wamekataa kufanya vile neno la Mungu linasema. Na tukiongea hizi vitu tunapigwa mawe. Tukisema watu watoe tunaambiwa ni sadaka tunaitisha. Tukisema watu wa tithe tunaambiwa ni pesa tunataka. Wengine wetu sio pesa zenu tuko na haja nazo. Tuko na haja na kuona mkiwa transformed. Tuko na haja na mioyo yenu tukiona mmebadilishwa na Mungu. Tuko na haja na nyinyi muanze mabiashara zenu. Tuko na haja na nyinyi Mungu awainue kifedha. Tuko na haja na watu wamegrow. Mimi niko na haja na maisha yako ikuwe sawa. Nikipark gari pale na una park yako hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tukidedicate nyumba ya Pastor Judy, Sunday hiyo nyingine tuna dedicate ya Rachel. Hiyo siku nyingine tuna dedicate ya Kennedy. Hiyo siku nyingine tuna dedicate ya Kamau. That is the joy of every pastor to see growth in the church. The Bible says in 1 Corinthians 9:13, tusome wote. Do not, don't you? They get what? From where? Is it my Bible or you are reading all of you? I have verse 14. In the same way, the Lord did what? Sema he ordered. Sema he commanded. He ordered what? That those who preach should be, those who preach the good news must what? They must benefit from who? Tusomeni vizuri. Those who preach the good news should be supported. So who is benefiting when I preach? Who is benefiting when I preach? When I prophesy, who is benefiting? When I declare, who is benefiting? So where should I get the support? From anyone that is benefiting. From your givings, your tithings. Hallelujah. But spiritual problem that has come to many Christians, they don't care about the pastor, the full-time ministers. They don't care about the people that work in the church. They don't care about what they eat. Do you know there are churches that pay pastors a salary? Do you know that? Munajua hivyo? Munajua kuna makanisa zinalipanga wachungaji salary? Wanalipwa mwisho wa mwezi. Na wanapewa gari, na wanapewa nyumba. Na inaekwa mafuta.
Unajua hivyo ndio Mungu aliumba ikuwe. Lakini Wakristo wa leo, kwanza Pentecostal churches, hey, jaribu useme upewe mshahara. Kama sasa niseme hapa leo, kuanzia leo accountant wa kanisa mjue, mwisho wa mwezi mnanilipa 100,000 salary yangu. Itaandikwa na magazeti, iandikwe na Tuko na Mupasho, inyoroshwe na kila mtu na blogger. Ate kuna mchungaji anajiitaga Prophetess Monica, city preacher, gorgeous prophetess, ask for salary from her congregation. Hiyo ndio headline itakuwa Monday morning. Ni ukweli ama si ukweli? Lakini Biblia inasema wanaohubiri injili wapewe chakula na hiyo injili. Wanaohubiri injili waangaliwe na wanao benefit kwa hiyo injili. Nyinyi ambao mna benefit, nyinyi ambao ninawapatia neno linawabariki, nyinyi ambao tunahubiria, ni nyinyi mnafaa kutupea chakula, mtulipie rent, mlipie watoto wetu school fees. Sasa kuna mtu nimekwaza nikisema hivyo, lakini hivyo ndivyo iliumbwa ikuwe. Lakini Wakristo hawajali kama pastor wao anakula ama hakuli. Wakristo hawajali kama watoto wanarudi shule ama hawajarudi. Nikiona siku moja mtu ameshika simu akanipigia akaniuliza, Prophetess unaendeleaje mama? Jimmy amerudi shule. Roho yangu itasikia vizuri. Nione tu mtu ameniuliza hivyo na ni back to school. Aniulize tu, Prof, has Jimmy gone back to school? Ni hivyo tu, hata sikupoa pesa, niulizwe tu hiyo swali. Prof, unalipaga nyuma yako ama ni yako? Ni kurent, umerent prof? Prof, uko kwa ofisi lini? Kuna kitu nataka kudrop. Nione tu umeniletea sukari. Si kwamba sina, niko nayo. Sukari tu na kaunga, uniambie pastor wangu unanihubirianga, unanibariki. Nimefanya ka shopping yako kadogo, uende ukule. Lakini saa hii kila mtu anasema kila mtu na Mungu wa, kila mtu asaidiwe na Mungu wa. Tulikuja Nairobi wote kutafuta. Leo wote tulikuja kutafuta mtu ajitegemee. Hey! Wakristo wataki kujua wachungaji wao wanakaa namna gani. Siku ya COVID tulikaa nyumbani almost 1 year, hatukukuja kanisani. Wachungaji tulilia. Hata hatukutaka kusaidiwa. Tulitaka tu a phone call. Niliandika hivyo social media, nikarushua mawe mpaka na watu ambao sikudhani watanirushia mawe. Wakaniambia, Prophetess, ni nyinyi mnafaa kutuangalia, sio sisi tunafaa kuangalia. Ni nyinyi mtupigie simu. That is the mentality we have for the church. Miezi 9 hujaona pastor wako na macho. Kushika simu yako tu hivi umuulize papa ama mama, unaendeleaje na hii COVID? Najua ni kugumu, hata mimi nilipoteza kazi. Nimesema nikusalimie tu nijue kama uko sawa. Wachungaji wengine walifunga kanisa, wakafuga kuku. Simuliona? Wengine wakaeka shule. Simuliona? Wengine wakauza vyombo wakasafiri. Mmoja alikuwa anataka kuniuzia vyombo za kanisa, nikakataa kuzinunua. Alikuwa anataka kwenda na alienda South Africa. Na alipoenda South Africa, akaenda akona karatasi ya amesoma, akaajiriwa kazi. As we talk right now, ameajiriwa kazi South Africa. Aliacha kuhubiri na alikuwa na kanisa ya watu 300. Akawaacha na akaachia pastor mdogo, akamwambia ukitaka kuendeleza kanisa endeleza, kama utaki kaa, mjipange, mfanye venye mnataka. Yeye na mke wake na mtoto wake wakaenda South Africa, wakaanza kanisa. Kwa sababu gani? Throughout the COVID, hakuna mtu alitoa sadaka, hakuna mtu alitoa fungu la 10, hakuna mtu alimuuliza pastor unaendeleaje. Walilala njaa na mke wake na mtoto, akiwa na kanisa iko na watu 300. Akaniambia, nilipigia wazee wa kanisa mchungaji. Sasa hiyo tulikuwa tunaongea, alikuwa anataka ninunue speaker. Na alikuwa anataka nimpe pesa ya kukula hiyo siku. Akaniambia hata wazee, niko na wazee 16 kwa kanisa yangu. Niliwapigia simu, hakuna aliyenichukulia. 2 waliposhika, mmoja aliniambia, Pasi nakupigia niko mahali siwezi ongea. Mwingine akamwambia, Pasi niko kwa mkutano nitakupigia. Hawakupiga back up to date. Huyo mchungaji nini itafanya asiende kutafuta kazi South Africa? Ni nini itafanya asifunge kanisa? Ni nini itafanya aseme don't ever call me a pastor again?
kwa sababu Wakristo wamekataa kuangalia wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Naomba watu watakuwa na moyo wa wachungaji wao. Umjali mtumishi wako wa Mungu mwenye Mungu amekuletea maishani mwako. Umuombee kila siku. Toa sadaka zako ukichangamka, ukiambia Mungu, as I tithe God, nyumba yako isiwahi kosa chakula, wacha na yangu usiwahi kosa chakula. Naomba tu Mungu atainua watu na afungue watu mawazo. Naomba Mungu ataondoa ujinga wa kiroho kwa mawazo ya watu. Wachungaji wengi last year kanisa zimefungwa. Wachungaji wengi last year wameachana na makanisa. Watu wengi last year wamesarenda kuhubiri kwa sababu washirika wenye walikuwa naongoza hakuna hata mmoja. Najua COVID ilikuwa kwetu wote. Najua wengine mlipoteza kazi. Sisemi hata umsaidie kama hauna, lakini kumjulia tu hali. Sio lazima umpatie kama hauna, lakini kumjulia tu hali. Biblia inasema ina Hezekia, Nehemia, as we close, Nehemia 13. Na nimemaliza. Nehemia 13 verse 10. Nehemia 13 verse 10. Nehemia anasema alipofika pale alipata priest ama Levites na waimbaji wameenda kwa shamba zao kulima. Na ndio maana unapata wengine wetu kama sisi wachungaji tumejipa shughuli kwa mashamba zetu zinaoitwa PM mavazi, PM nail spa na biashara zingine nyingi tunazifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wamekataa kumtolea Mungu kanisani. Haleluya. Sunday nitawaona kanisani? Ama ndio nimemaliza kanisa leo? Ama ndio nimefunga church leo? Nitawaona kanisani washirika wa PCC? Wewe washirika wa online nitawaona hapo Sunday. Nehemia anasema nini? I also discovered that the Levites had not been given their prescribed portions of food. So they and the singers who were to conduct the worship services had all returned to work. Wakarudi kufanya kazi kwa shamba zao. Kwa sababu sasa hakuna chakula. Wakaona tutakufia hapa. Hao ni wachungaji na waimbaji. Na walikuwa na portion yao ya kupewa na kanisa. Walipoona hawapewi Judy, wakaenda kulima. Judy usiende kulima. May God provide. May God provide for you. Usituachanishe hapa utuambie prof, mimi hatuwezi lala jana nimeenda kutafuta kazi na huko. In Jesus name. Verse 14 the Bible said, verse 11 Verse 11 the Bible said, I immediately confronted the leaders and demanded, why has the temple of God been neglected? A lot of pastors neglected church last year and they opted to do something else because their food was not available from the altar. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kwamba Mungu anisaidie nisiwahi funga kanisa. Hiyo ndio ombi langu. Nisiwahi funga kanisa. Ati juu tumeshindwa kulipa rent. Ati juu tumeshindwa kulipa wafanyikazi. Mungu anisaidie nisiwahi funga kanisa. Si mniseme amen kubwa? Kwani mnataka tufunge? Semeni hatutafunga kwa jina la Yesu. Inasema nini? Then I called all the Levites back again and restored them to their proper duties. What Nehemiah did? Alirudi akaitisha watu pesa. Hebu endeni msome hiyo yote. Alirudi akawaitisha watu fungu za 10, sadaka na matoleo. Akawaambia mtatoa. Wachungaji na waimbaji hawataenda huko nje kulima tena, waache madhabahu. Wakati mwingine hatuachagi madhabahu kwenda kufanya biashara zingine huko kwa kutaka kwetu. Ni kwa sababu tutalala njaa. Kwa sababu watoto wetu watachukia Mungu ambaye tunahubiri. Kwa sababu tutafungiwa nyumba. Kwa sababu tutararukiwa. Viatu zitainama. Wewe hujaiona pastor ametembea na kiatu imeinama imeisha side moja. Na ako na washirika. Na ako na viatu nzuri. Hujaiona pastor anakaa kwa nyumba ambao choo na bafu ziko nje. Na ako na washirika wanaishi kwa self contained.
inafanyika hata hapa Kenya, iko hata hii Kasarani. Kwa hivyo watu ambao wamekataa kutoa fungu la 10 wako na spiritual problem ya kutojali wachungaji wao. Hii nyumba tunalipaga na hatulipi pesa kidogo, tunalipanga pesa nyingi, na mimi ni mmoja wa partners wa hii nyumba. Nalipanga like almost half of it. Sometimes, especially last year, I paid the full amount alone. Now sahi, I pay like half of the money that we contribute here. Yenu half ndio inaenda, maana haitoshi, na mimi naongezea. Ama mnatoa 3/4 na mimi natoa 1/4. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So wakati utaanza kujali kwamba kama kanisa imelipwa grace, utaamka siku moja uniambie, prophetess, hii mwezi ni mimi niko duty ya kulipa kanisa. Utaamka siku moja uniambie, prophetess, nipatie mishahara ya watu wenye wanalipangwa na church, hii mwezi ni mimi nawalipa. Utasimama uniambie, prophetess, nataka nitoe nusu ya rent ya church hii mwezi mimi peke yangu, niambie nitalipaje. Wakati utaanza kufikiria mchungaji, wakati utaanza kufikiria zile vitu unafaa kufikiria. Tell your neighbor, for me every spiritual problem tumefundishwa leo tunaifukuza kwako na kwa mawazo yako kwa jina la Yesu. Si useme amen. Si useme amen.